Mimi Mohan, kitukuu cha Makoha. Vita kubwa inakuja mbele, mwana mfalme Mohan. Unahitajika kupata Malkia kabla miliki yetu haijaangushwa. Ukoo wa Azman unataka kuchukua Rezma yote, na turuhusu hilo litokee. Utawala wetu utaanguka na hautasimama tena. Njia ya kuzuia hilo ni nini, Malkia mkuu? Utaenda Zakeli. Kuna mzaliwa wa kwanza wa mtumwa bado hajanasiwa damu yake ya kwanza. Itasaidia kuwashinda Azman, na damu yake ya pili itatumika kusimika ufalme wetu. Haitakuwa kazi rahisi, maana hatupaswi kumiliki nguvu zako hata mara moja, bali lazima upate kibali kwake kwa njia za kawaida za kibinadamu. Ni nani huyo binti? Na kwa nini awe Zakeli na sio Palestina? Zaidi ya miaka 20 iliyopita, familia moja ilitaka kupata utajiri na nguvu za kuona usiku. Walitafuta msaada, bahati mbaya wakaangukia katika miliki ya Azman na kusaidiwa. Ikawa ni pigo kwa Makoha, kwa sababu mke wa mwanaume huyo ni damu ya kwetu, na kama hilo lingejulikana, basi Azman ilikuwa ndio mwisho wetu. Kwa hiyo nini kilitokea? Makoha iliingia katika vita ya Azman, na vita hiyo haitakiwi kutokea tena, maana madhara yake hayajawahi kuisha hadi leo. Bado nipo gizani, Malkia mkuu. Ilibidi kuwabadilisha mioyo mke na mume kwa kuwapa masharti marahisi zaidi ya waliopewa na Azman. Tulifanikiwa, lakini kesho masharti tuliyowapa ilienda kuvunja, na adhabu yake ilikuwa ile ile ya uhai wa mtu. Na kabla uhai huo kutolewa, ambao ni lazima atatolewa miaka 2 kuanzia sasa, atatakiwa patikane Malkia kupitia yeye. Hicho kioo kitakupeleka kwa huyo binti, na hicho kitana kitakuunganisha naye. Nenda ewe Mohan. Bora pakuche, mimi naomba tapakuche. Bora pakuche, mimi naomba tapakuche. Bora pakuche, uchawi umezidi. Bora pakuche, mausi yamezidi. Bora pakuche, usaliti umezidi. Bora pakuche, fitina umezidi. Wena, be, njoo haraka. Na kwa staili hii utamaliza chuo kweli? Leo ni Jumamosi dada, ni weekend. Basi sawa. Chaji yangu umenionea wapi? Hapana dada, mimi na chaji yako wapi na wapi sasa? Maana nimetafuta mpaka nimechoka. Basi sawa, ninavyoelekea saluni pale, nitachaji kidogo afu nitampigia Recho niletee chaji. Alafu mdogo wangu, leo ni Ijumaa, sio Jumamosi. Naomba uwahi ukajiandae uende chuo. Sawa wako nirudi ujaenda chuo. Bora tama masomo kali hivi. Alichi. Nipe 32. 32? Yeah. Yo.
Yaani wewe jamaa kichwa chako maji kweli yani. Mpaka leo bado tuja kali namba size. Kwa namba ngapi? Hii 36 babu. Hebu. Wewe vipi babu? Kwa makini. Blaza, mbona unanifokea hivyo bwana? Wewe mwenyewe umetokea huku kujifanya mjuaji ile. Vipi blaza? Kwa makini. Sio unanifokea sana bwana. Hiyo hapo bwana. Wataka unitoe ngeo au si? Tanisaidia kumhudumia Zinduna pamoja na Chali. Eti Zinduna pamoja na Chali. Labda Irene kidogo unaweza kumhudumia lakini sio Zinduna pamoja na Chali. Oa. Mara ngapi nimekuambia kuhusu mdogo wangu? Niachie basi. Nisikilize kwanza, mara ngapi nimekuambia sitaki masiala na mdogo wangu? Niachie basi. Usiletee mazoea kabisa na mdogo wangu. Niachie. Yaani kama unaotaota vitoto vyako hivyo kijinga futa. Futa katika akili yako. Niachie basi. Sio nikuachie na kuchana. Mara ngapi nimekuambia sitaki mazoea na familia yangu? Niachie bwana. Shida nini? Niachie basi vazi langu. Vipi brother? Takuzingua ujue. Oya vipi wanangu? Oya vipi mbili kwanza? Oya acheni mambo hayo bwana. Vipi bwana? Fanya ni kazi. Kidogo vipi kwani? Muulize huyo. Oya brother vipi kwani? Mbona mnagombana kazi bwana? Bosi akija sasa mkuru mnagombana mnafanyaje? Mbona tuache kazi au? Acheni ujinga, fanyeni kazi bwana. Umesikia dogo? Fanya kazi. Oya, fanya kazi mwanangu. Acheni ujinga huo. Sema nini? Take care mdogo wangu. Siku nyingine ukae ukiwa unaelewa kwamba mimi sitaki masiana na mdogo wangu. Sawa. So sawa. Na siku nyingine ukiambiwa lete spana namba 16 niletee namba 7. Uone jinsi gani nitavyokunyoosha. Basi muoe wewe yule. Wewe si ndo kaka yake, muoe. Recho. Karibu. Shosti, leo umetoka chicha. Lakini nashangaa kwa nini shepu halina mtu akulitumia hadi leo. Recho, ndo kwanza asubuhi nawaza tu ila rafiki yangu hayo unayoongea. Kwa nini nikigusia kuhusu swala la wanaume unalikata juu kwa juu shosti? Unajua wewe ni mrembo. Recho, kweli? Inatakiwa uwe na mahusiano. Kama hutaki haya kuzugia siku olewa basi. Unamkosesha uondo mmoja wanaume kwa duniani. Hawa uko chini ya kupo. Ila Recho. Karibu kaka. Asante mambo. Poa, karibu kakangu. Leo hivi naomba nipeleke chakula mimi. Au kama vipi twende wote nikusindikize. Kwa nini leo? Kwa sababu tunataka tukiwa tunarudi. Kuna mtu nataka nikaonane naye. Si unajua tena kaka apendi tu tunazurura. Lichi au? Wewe naye, why Lichi? Nilijua tu. Unijua nini? Kwa sababu uso wako na maneno yako yamekuwa mazito. Naambia ukweli unatoka mwenye Lichi. Ndio, lakini naogopa kaka akijua. Nitakuwa nimeharibu urafiki wao. Sio kuvuruga urafiki wao. Ni bora tu uandae mazingira bado mapema kabla mambo hayajaribika. Hata siku akija akijua isiwe shida sana. Wewe naye. Kama vile umjui kaka. Naanzaje kwa mfano? Mwanamke ashinde kitu bwana. Kweli. Nitaongea naye. Mambo yatakuwa sawa. Lichi ni wako bwana. Ni kweli. Maana wale ni kama baba kwetu na ni walimu wetu pia. Tuache kama ameshaamua kutunyang'anya ubini. T-shirt singapi? T-shirt 15. 15. Okay, na mashati? Shati 18. Kuna hiki hapa. Unyama sana. Sasa mimi naona. Unaendaje? Hiyo 18. 18. Unyama kakaangu, ukichukua na kipensi pale unyama kabisa. Ila inapungua, si ndio? 15 sio mbaya. Inapungua. Inapungua. Okay. Kunjie basi hizo hapa hizi. Hii weka na hiyo singlet sio mbaya sister.
nakujua ukawi. Sika vizuri sana basi. Kila sehemu jamani. Usipitie popote nakujua. Unajua na wewe kitu gani? Ulichi. Shosti leo natoka out. Yeah, Hamisi ananitoa out na sirudi kwangu mpaka kesho kutwa jioni. Kesho kutwa jioni ukiwa unamaanisha Jumapili jioni na leo ni Ijumaa? Kwa nini unakuwa hivyo? Leo Hamisi na jana tu ulikuwa na yule mkaka serious. Nani yule? Tepera. Achana na Tepera, yule anayenywa afro. Aha. Ruhusa kuitwa Mixon. Haijalishi, siwajui majina yote. Ila kwa nini unakuwa hivyo? Huwezi kunielewa Shosti. Kama umetokea familia inayokupa kila kitu. Hamisi ndo ananiweka mjini. Analipia code, bills na expensive dresses kama hivi. Shosti, usitumie kigezo cha wazazi kutokuwa na uwezo kwa sababu ya kuhalalisha uovu wako kwa wanaume watatu. Kama una hela, usinishauri Naima. Wewe ile ndio inakufanya unakuwa hivyo serious. Naima, shukuru sana. Unasema unaishi bila mwenye nyumba kukudai kodi. Una uhakika wa kula hata usipolipo mwisho wa mwezi. Unajua utavaa nguo yoyote unayoitaka bila kujifikiria mara mbili. Shukuru sana kwa hilo. Na ikiwezekana asubuhi ukiamka, kabla ya kufanya chochote, piga magoti, mshukuru Mola wako. Naona macho yenu yanaanza ujinga. Sasa hilo mnaoiwaza haliwezi kutokea. Kaka, mimi na Lichi mbona hamna chochote? Naona kabisa kesho kinakuja kutokea. Hivyo basi sitaki tena ulete chakula hapa. Kuanzia kesho sisi tutakula kwa mama ntilie. Bro, si unajua alivyokuwa kali. Hivyo basi nenda kamwambie kabisa na Zinduna. Usipitie kokote pale. Sawa. Bora pakuche. Mimi naomba tapakuche. Bora pakuche. Mimi naomba tapakuche. Mbona mtolea macho sana mdogo wangu? Mimi nimependa chakula kitamu, unajua blaza. Kitamu sana. Chakula ndio kitamu ila kikaze. Yaani mambo seki. Ndio kama ni yeye. Kitamu sana. Oya. Takuzingua. Kula hapo shiba, tutaendelea na kazi. Na ukumbuke kuna study pale inakusubiria kufunga ile noa ile. Maliza fast ukafunge. Sawa. Pakuche, mimi naomba tapakuche. Bora pakuche, mimi naomba tapakuche. Bora pakuche, uchawi umezidi. Bora pakuche.